Habari, katika video hii tutajifunza jinsi ya kuhifadhi taarifa mtandaoni kwenye mfumo wa DreamSafe. Kumbuka, kuhifadhi taarifa za kikundi chako ni muhimu kwa sababu inalinda usalama wa rekodi zenu za fedha za kikundi chenu. Katika DreamStart Labs, tunataka taarifa zako zisitegemee simu moja tu. Hii inamaanisha unaweza kuzipata rekodi zenu za akiba kwenye kikundi. Kwa mfano, taarifa za fedha, hisa ambazo zimewekwa na wanachama, taarifa za kikundi kama mikopo, taarifa za wanachama, wakati wowote na popote ulipo ukitumia simu yoyote ile ya Android. Kwa sasa, tunaangalia kikundi hiki cha mfano kwenye sehemu ya taarifa. Unaweza kuona wazi kitufe cha kuhifadhia taarifa hapo kimesema hifadhi rekodi hizi sasa. Utakapominya hapo ndipo utakapohifadhi rekodi za kikundi mtandaoni. Lakini pia unaweza kuona taarifa inaonyesha mara ya mwisho taarifa lini ilihifadhiwa. Kwenye sehemu imeandikwa kumbukumbu za mwisho, inakupa saa na tarehe ya mwisho ya kuhifadhi taarifa mtandaoni. Lakini pia unapoona hili jedwali limeandikwa 10 ya 10, hiyo inaonyesha kwamba kikundi hiki cha mfano ni mikutano 10 imefanyika na mikutano 10 imehifadhiwa mtandaoni. Kwa hiyo ingetokea unaona 9 ya 10, inamaanisha mikutano 9 imefanyika, kuna mkutano mmoja haujahifadhiwa mtandaoni. Mfumo lakini utakwambia mara tu taarifa zitakapokuwa zinahifadhiwa mtandaoni. Kwa kila utakapominya hifadhi rekodi hizi sasa, ambapo utaweza kuhifadhi, utakachohitaji ni uwe umewasha bando la data ili uweze kuhifadhi. Na utahifadhi taarifa zote hapo kama ambavyo tunaona. Na itakapomaliza, mfumo utakupa taarifa kwamba taarifa zote zimeshahifadhiwa mtandaoni, na baada ya hapo utaminya ijayo ili kuendelea na taratibu nyingine. Lakini pia kuna njia nyingine za kuhifadhi taarifa za kikundi mtandaoni. Kwa mfano, baada ya kila mkutano, mfumo utakwambia kuhifadhi taarifa za kikundi mtandaoni. Kumbuka, tunapendekeza sana na tunasisitiza kwamba uhifadhi taarifa za kikundi kila baada ya kufanya mkutano. Mfumo utakuelekeza hatua kwa hatua jinsi ya kuhifadhi baada ya mkutano. Lakini ikiwa umetoka nje ya kikundi chenu, kama mimi nimetoka, nimethibitisha, au wakati wa kujaza taarifa za mkutano wenu ilikuwa sehemu isiyo na mtandao, au kikundi hakikuwa na bando la mtandao, basi unaweza ukahifadhi taarifa hizo za kikundi baadaye. Na hata kama ulikuwa umeshindwa kuhifadhi taarifa kwa wakati, bado unaweza kuhifadhi taarifa za kikundi moja kwa moja kutoka kwenye ukurasa wa karibu huu tunaoona karibu DreamSafe. Kwa kubofya kitufe cha hifadhi rekodi hizi sasa. Ikiwa kuna vikundi zaidi ya kimoja vilivyohifadhiwa kwenye simu, utaona orodha ya vikundi vinavyopatikana kupitia kuhifadhi taarifa. Kama hapa tunaona kikundi kimoja kinaitwa Maendeleo ya Ndembumi. Chagua kikundi ambacho unataka kuhifadhi taarifa na ubonyeze sawa. Na baada ya hapo, mfumo utahifadhi taarifa za kikundi ambacho tumekichagua kama ambavyo ilivyokuwa pale awali, na baada ya hapo itaniambia nimefanikiwa kuweka taarifa mtandaoni na nitaminya ijayo na nitaendelea na shughuli nyingine. Hivi ndivyo DreamSafe inavyolinda taarifa za kikundi chako kwa usalama na wakati wowote utakapokuwa na bando la data. Asante kwa kutazama.